Moja ya maajabu katika wimbo mpya wa Harmonize ambao unaonekana kutamba sasa hivi kwenye platform ya Instagram. Nikukumbushe tu hichi ni kionjo kipya cha Harmonize, na tunaona katika kionjo hiki kipya kuna vitu ambavyo tumeviona kwamba ni vya kustaajabisha, na mimi nikaona nisiwe mbali na wewe ili uweze kufahamu ni kitu gani ambacho kimeweza kutokea. Sasa basi, inaelezwa kwamba katika hii ngoma mpya ya Harmonize ambayo imetoka inaenda kwa jina la Friendzone, na kwa namna moja ama nyingine ni anazungumzia upande wa urafiki au sobana, upande wa urafiki, na kwa namna moja ama nyingine ni rafiki ambaye walikuwa wanashirikiana sana katika vitu mbalimbali, na rafiki ambaye alikuwa ana share nyingi sana. Ni rafiki ambaye alikuwa anampenda na alikuwa anamshirikisha vitu vingi sana vya siri, kitu ambacho kinaonekana kabisa kwamba Harmonize alikuwa anamwamini sana urafiki yake. Lakini kilichotokea ni kwamba rafiki huyo ameonekana kuwa ameweza ameachana na Harmonize na kuendelea na maisha mengine. Hii ngoma ya Harmonize inasemekana kwamba kuna back vocal za msanii ambaye sasa hivi tunaona anafanya interview na anamsema vibaya Harmonize. Huyu si mwingine ni Ibra, na kwa namna moja ama nyingine katika kunogesha kionjo hichi ni kwamba Harmonize inasemekana kwamba kwenye hiyo ngoma zinasikika sauti za Ibra na usobana, zinasikika sauti za Ibra, na baada ya kusikika sauti za Ibra kwa namna moja ama nyingine imeonekana mashabiki wamenotice kwamba kuna sauti za Ibra zimesikika katika ngoma hiyo, au vipi bana? Kuna sauti za Ibra zimesikika kwenye ngoma hiyo au vipi? Kwamba Ibra ameonekana kusikika kwenye back vocal, amesikika kwenye back vocal ya nyimbo ya Harmonize. Huu ni wimbo mpya unaokuja jina la Friendzone. Sasa nikajaribu kufuatilia jambo hili kwa ukaribu kabisa, ambapo kuna mmoja ama nyingine inaonekana Harmonize amepania sana katika game yake ya muziki, ambapo kwa namna moja ama nyingine inaonekana katika kupania huko tunaona kitu ambacho kimekuja kustaajabisha ni kwamba zinasikika sauti za Ibra mule ndani, unaona, na sauti hizo za Ibra ni kawaida kwa msanii kutumia back vocal. Back vocal inakuwa inanogesha nyimbo, inanogesha nyimbo ambavyo kwa namna moja ama nyingine kwenye kunogesha nyimbo, kusikika sauti za Ibra maana yake ni kwamba ni mshikaji ambaye inaonekana katika hii story ambayo ametuelezea Harmonize ni kwamba hapa nazungumzia Ibra au vipi bana? Namzungumzia Ibra, na Ibra bana inaonekana ndiye rafiki ambaye huwa wanawasema watu. Kuna wakati mwingine walikuwa wanakunywa pombe pamoja, kuna wakati walikuwa wana hang out pamoja, walikuwa wanashirikiana katika vitu vingi sana, na kwa namna moja ama nyingine katika kushirikiana katika vitu hivyo vingi inaonekana kuna ugomvi ulitokea hapa katikati. Haijulikani chanzo cha ugomvi ni nini, lakini inaonyesha wazi kabisa kwamba Harmonize pamoja na Ibra au subana Harmonize pamoja na Ibra kuna jambo ambalo haliko sawa. Sasa najaribu kudadavua kiundani katika hii ngoma. Hapa anasema kwamba based on true story, based on true story. Afa akasema she was a favorite friend, she is bad, my good company. Tushawasema watu sana, night calls mpaka tukacheka sana, but you know after few short alcohol what next. Shida ilianzia hapo. Sasa ndo hivyo, anyway ndo kitu kinachoonekana kwamba anamzungumzia ni jinsia ya kike, yani huyu mwanadada ni kama alikuwa anahusika katika pengine labda hiyo kampani yake ama katika hii ngoma yake, lakini kwa namna moja ama nyingine zinasikika sauti za chinga. Hasa kuna mmoja akaandika kwenye maoni ya mashabiki kwenye comment
kwamba anasikia sauti ya chizi kwenye back voice. Maana ni kwamba inaonekana kwenye back voice kuna sauti ya Ibra anajitaga chizi mwenyewe. Mwenye shua kanogesha sana. So kweli aga masiala ni chinga ujue. Mwenye andika we acha zako mzee, potelea mbali, unasikio sana. Manake aliyesikia Ibra akisikika katika back vocal ya nyimbo mpya ya Harmonize, manake ni kwamba alikuwa amekaa na akatulia na akasikiliza na ndio tusanua. Ni kweli mwishoni Ibra kaimba. Inaonekana Ibra ni kama ameimba fulani. Umeona kusema kama nasikia sauti ya chinga. Inaonekana Chinga amehusika katika hii ngoma. Namna moja ama nyingine, sauti za nyuma zinaonekana ni za Chinga. Kumbuka sasa hivi interview zake zinaonekana kwa trend sana, na tunaona Harmonize hajamjibu sehemu yoyote. Harmonize yani Harmonize hajamjibu sehemu yoyote Chinga kwa zile interview ambazo zinaonekana kuendelea kuzifanya. Harmonize sema nilitaka comment live kwa kweli, nishasema acha nikae kimya. Harmonize anajua sana. Harmonize Makonde waga anaandikiwa na AI hizi nyimbo, akisema kwamba pengine labda Harmonize anaandikiwa na AI. Of course AI iko vizuri sana. Harmonize haisi hata yeye imezidiwa na huyu mwamba. Harmonize sema huyu sawa, tunaenda huku sawa, tunaenda sawa, lakini sio ile kwenye chama chako. Au sio bana? The Badman Konde I know, mwanangu umetisha sana. Umesema mwamba kaua hapa, wewe mziki ukuachie, jeshi niambie. Mwezi usimjibu yule mtoto dadeki, manake hakuna kumjibu. Manake namjibu katika fact. Na usobana, namjibu katika fact kwa sababu fact ambayo mjibu ni kuhusiana na usobana, kuhusiana na swala zima la interview. Unajua sana. Dondosha mzigo tusipe nayo. Au vipi bana, inabidi au dondoshe bana mzigo. Usikute ngoma hiyo ndio kali kuliko zote. Yaani anasema usikute katika ngoma zote kwenye hiyo platform ni ngoma kali kuliko zote. Au vipi bana. Kwenye hii Konde umeua sana. Mwasema huyu anajua sana. Konde hii nyimbo imeshatoka, ni kama imeshatoka. Inaitwaje jamani? Kama nimesikia sauti ya Chinga vile. Kwa huyu mwingine akaja hapa nasema kama amesikia sauti ya Chinga. Wewe jamaa upumzike sasa, ushaimba sana. Kwani mdomo hauchoki bobu? Akamtagia Harmonize. Hizo ndo ngoma sasa. Hizo ndo ngoma. Sasa hapo umevaaje? Kanita binamu kinyama cha hamu. Tunamsikia back vocal mwanetu Ibra Big Chizi umeua sana humo. Kwa kana Ibra naye pia amehusika. Dondosha maoni yako kisha subscribe.